Nilijigamba sana mwanzoni mwa msimu kwamba huenda Ladak Chasambi na Edwin Barua wangekuwa moto katika safu ya ushambuliaji ya Simba. Kumbe nilikuwa najidanganya tu. Napenda wachezaji wazawa wanapofanikiwa katika timu zetu. Nilikuwa najidanganya tu. Haya ni maneno ya Edo Kumwembe, mchambuzi nguli wa masuala ya michezo soka nchini Tanzania. Anaendelea kusema, kwa Chasambi niliona namna anavyokokota mpira kwa ustadi. Kwa Barua nilipenda pia jambo hilo, lakini pia mashuti yake na namna anavyoweza kukata mipira yake katika faulo na kona. Kabla sijawaona nilikuwa nasimuliwa na mwandishi mwenzangu namna vijana hao, mmoja kutoka Prisons, mwingine kutoka Mtibwa Sugar, walivyokuwa na ubora wa hali ya juu. Ukisikia simulizi ulikuwa unapata picha kwamba Simba walikuwa wamenasa mawe mawili ya madini kama ambavyo mzee Laiza alianasa kule mkoani Arusha. Hata hivyo kwa sasa yanaonekana sio madini tena, na muda wowote ule wanaweza kutolewa kwa mkopo kwenda kwingineko. Hakuna ambaye atashangaa kama Simba wakichukua hatua hiyo. Niliamini wangefuata nyayo za Clement Mzize aliyepasua katika kundi la washambuliaji wazuri wageni pale Yanga, kisha akawa tegemeo klabuni. Katika mpira wetu, hizi timu kubwa maeneo ya ulinzi na kiungo wazao wamepambana kupata nafasi kule mbele. Baada ya kuondoka kwa John Boko, inaonekana Clement Mzize amerithi makali hayo, japo kwa ujumla wake hajafukia mambo ambayo Boko amefanya. Hawa vijana wangu Chasambi na Barua, kwa namna nilivyowaona mwanzoni mwa msimu, niliamini wana kitu ambacho kingelisaidia taifa katika siku za usoni. Kadri siku zilivyokwenda mbele ndivyo walivyoanza kupotea uwanjani. Walichoniangusha zaidi ni kwamba walishindwa kupata nafasi ya kudumu katika Simba hii ambayo awali ilionekana kama inasuasua katika eneo la ushambuliaji. Hawa vijana wangu Chasambi na Barua, kwa namna nilivyowaona mwanzoni mwa msimu, niliamini wana kitu ambacho kingelisaidia taifa katika siku za usoni. Kadri siku zilivyokwenda mbele ndivyo walivyoanza kupotea uwanjani. Walichoniangusha zaidi ni kwamba walishindwa kupata nafasi ya kudumu katika Simba hii ambayo awali ilionekana kama inasuasua katika eneo la ushambuliaji. Ndio, Lionel Ateba hajaeleweka mpaka leo miongoni mwa washambuliaji wa Simba. Joshua Mutale amekuja kueleweka mwishoni zaidi. Kama Chasambi alishindwa kuipora nafasi ya Mutale ule, utawezaje kuipora leo? Kibu Dennis hajawa na msemo mzuri, lakini bado Fadu Davis anaona bora ampange Kibu kuliko Barua au Chasambi. Nini kimewatokea vijana hawa? Watu wangu wa ndani ya Simba wananiambia vijana wetu ndio tatizo. Mmoja kati yao amewahi kufeli mara 4 vipimo vya pombe vinavyoandaliwa ghafla na kocha Fadlu. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana.